Waisraeli wanaamini kwamba bila msaada wa China, Irani itachukua miaka kuwa na maelfu ya makombora kama walivyokuwa nayo awali kabla ya vita. Ujasusi wa Mossad unaamini kwamba Irani imepoteza mamia ya mabilioni, jambo ambalo linaweza kumiumbisha kiongozi mpya wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu, Mujita Khamenei. Hata hivyo, wanaamini kwamba 60% ya uranium itaondolewa katika mkataba wa Marekani, na hivyo wanaamini sasa Irani itaanguka taratibu. Israel inaamini kwamba Irani inaanguka taratibu na kwamba hata wakati huu, kama haitopata msaada kutoka China, itachukua miaka mingi kwa Irani kuwa na makombora kama ilivyokuwa nayo hapo awali kabla ya vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mnamo Februari 28. Israel inaamini kwa kutumia makombora waliweza kuharibu mipango ya makombora ya Iran, makombora ya masafa marefu, na waliweza kuharibu miundombinu ya nchi hiyo, na hivyo watatumia mabilioni ya dola kuijenga kwanza nchi kabla ya kujiingiza katika utengenezaji wa makombora mapya. Hata hivyo, Israel inadai kwamba ilishambulia maeneo mengi ya ngome za kijeshi za Iran na kwamba hata wakati huu hawana uhakika kwamba Irani itakuwa na makombora tena, hasa kama yale walikuwa nayo katika kipindi cha nyuma. Hata hivyo, wanaamini kwamba rais wa Marekani atawalazimisha waondoe nyuklia katika nchi hiyo, na hivyo hili litakuwa ni pigo jingine kwao. Iwapo Irani haitapata usaidizi mzito wa China katika kuanzisha upya mpango wake wa makombora ya ballistic, uharibifu uliosababishwa na wanajeshi wa Israel na Marekani unamaanisha utawala huo hautaweza kupata maelfu ya makombora ya Mawi 10, jeshi la Israel limesema siku ya jana Ijumaa. Kwa upande mwingine, mtazamo wa Mossad unaamini kwamba Beijing wakati huu itaingia miguu yote kuisaidia Teherani kujenga upya mpango wake wa makombora ya ballistic, na urejeshwaji unaweza kuwa wa haraka zaidi na kwa njia zisizotabirika. Kutokana na taarifa ya Mossad, serikali ya rais wa Marekani Donald Trump ilitoa onyo kwa China kwamba isithubutu kuingilia masuala ya vita kati ya Marekani na Irani, lakini pia asithubutu rais wa Irani kuagiza mpango wa kupelekwa kwa silaha nchini Irani. Hata hivyo, moja kati ya jambo muhimu ambalo Wachina walikuwa wanahitaji ni kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia China, ambayo ina uhusiano wa karibu na Irani, inatumia wakati huu kuhakikisha inaitaka Marekani kuhakikisha inauachia mlango wa bahari wa Hormuz. Ikumbukwe, wakati huu kumekuwa na sintofahamu kati ya Marekani na China kutokana na masuala ya kibiashara. Lakini wataalamu wa mambo wanasema kwamba mpango wa Marekani ulikuwa ni kuidhoofisha pia kibiashara China, ambayo ilikuwa ikitegemea usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Na hivyo, hata wakati ambapo Irani ilifunga mlango huo, ilikuwa tu inataka kufunguliwa kwa mlango huo, lakini mipango yake ilikuwa ni kuidhoofisha tena taifa hilo la Uchina. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia Miam Swahili.